Dhalika Isa ibn Maryam, huyo ndio Isa mwana wa Maryam. Kama hamjui, mjue habari zake, angalau katika kiwango kile cha kuzaliwa tu mumfahamu hivyo. Eneo hili lilikuwa ni eneo lenye mvutano mkubwa, na mpaka leo lina mvutano mkubwa, lakini mwanzoni ulikuwa mkubwa zaidi, kwa sababu jamii za Waarabu zilikuwa hazijui chochote kuhusu Nabii Isa. Zinasikia kutoka kwa watu wenye imani tofauti na wao. Waumini wa dini ya Kikristo wakati ule wanaeleza vile ambavyo Wakristo wanaeleza, Mayahudi nao wanaeleza vile ambavyo Wayahudi wanaeleza, na yote yanatatanisha. Hawa wanamuita mwana wa Mungu, wale wanamuita mwana haramu. Yanakuwa ni mambo magumu sana. Tumefahamiana? Mmoja asema yule jamaa ndio mweka hazina wetu, ndio mhasibu, mtu mmoja mwaminifu sana. Alafu mwingine asema yule jamaa mwizi, ana kesi mahakamani sasa hivi, jambazi yule anatafutwa na polisi. Sasa hao wanasema ndio mhasibu wao, huyu anasema ndio jambazi anatafutwa na polisi. Tuna mkanganyiko. Lazima sasa tupate clear picture, tupate maelezo yaliokuwa yanatuelekea wazi, huyu ni mtu wa aina gani. Sasa Mayahudi wanasema mwana haramu, wale wanasema mtoto wa Mungu. Haya, tunatatanishika, lazima tupate maelezo mazuri. Sasa na wale walikuwa hawana kitabu Waarabu kilichoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mitume wameondoka muda mrefu, litunzira qauma ma undhira abauhum fahum ghafilun. Kwa hivyo ilikuwa inawatatanisha habari ile kwa kweli. Sasa Qur'ani imekuja kuwawekea wazi kwamba ukweli wa mambo ni huu, msichukue ya wale wala ya hawa, chukueni haya tunaokuambieni kwenye Qur'ani. Sasa na Mwenyezi Mungu anasema dhalika Isa ibn Maryam, huyo ndio Isa mwana wa Maryam, qaula alhaqi, kauli ya ukweli, alladhi fihi yamtarun, ambao ndani yake wanabishana. Hao wanaobishana baina ya mwana wa Mungu na mwana haramu na nini, yamtaruna, wanabishana. Lakini kauli ya haki ndio hii tulokuambieni ya kwamba hivi ndivyo alivyozaliwa, na huu ndio utukufu wake, na bado ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, si mwana wa Mungu. Amepewa kitabu na amefanywa kuwa ni mtume. Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. Habari imekwisha. Kwa hivyo imani ya Kiislamu kuhusu Nabii Isa inawekwa wazi hapa kwenye hizi aya. Tumeelewana vizuri? Tena mbele Mwenyezi Mungu anazidi kusisitiza, ma kana lillahi, haijawa stahiki kwa Mwenyezi Mungu, an yattakhidha min waladin, kufanya mtoto yoyote, kufanya mwana. Ma kana lillahi, haijawa stahiki ya Mwenyezi Mungu, an yattakhidha min waladin, kufanya yoyote mwana. Haistahili kwake Mwenyezi Mungu kufanya mtoto. Na hapa nadokeza imani ya wanaosema Nabii Isa ni mwana wa Mungu imegawika pia, ukenda ndani katika maeneo mawili. Kuna wengine wanasema ni mwanawe hasa, kwa maana sasa kila kitu ni chake Mungu, na kwa hivyo si binadamu kama binadamu wa kawaida. Na hii ndio imani ambayo muda mrefu wamekuwa wakielezea, mpaka wengine wakaacha kusema mwana wa Mungu, wakasema Mungu mwenyewe hasa ndio yeye. Yani wamempa sifa za ubungu zaidi kuliko za kibinadamu. Na kuna wengine waliozimua wakasema ni mtu kama sisi, hana uungu wowote, lakini Mwenyezi Mungu kampenda zaidi kuliko wote, akamteua tu kumfanya kwamba naye huyu awe mwanangu, huyu awe kwa mapenzi yake tu. Ni kama mimi vile nimekaa hivi kasa, ngoja mtu mmoja nimchukue nimlee hapa nyumba hapo, basi nitakuandikia mali na nini wote kwa mwanangu Yani adopted son ni mtoto wa kupanga tu kwa mikataba hivi, si hasa kwamba mwanangu, lakini ndio kapendwa yeye kuliko wote duniani, akapewa nafasi hiyo. Umeona, hizi ni imani mbili unaziona kama vile ziko karibu, lakini kuna tofauti kubwa baina yao. Na sasa hivi katika maeneo mengi ya dunia, hasa Marekani, wanaanza kuhamia kwenye hii imani ya pili. Wanasema ni kweli Mungu lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wanakubali kwa sababu kwenye kitabu cha Yesaya iko hivyo, Bwana wa majeshi, Bwana Mungu wako hakuzaa wala hakuzaliwa, ipo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo,
basi huyu anakuwa mwanawe vipi? Kaamua tu kwamba awe mwanawe kwa mapenzi yake tu, kamchagua, si kwamba mwanawe kwa maana ana nasaba naye. Tumefahamiana? Na wao waliokwenda mpaka wakasema malaika ni watoto wa Mungu, mabinti. Hasa Waarabu kwa ujinga wao wengine wakati ule walitokea baadhi yao wakasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu, mabinti yani wa kike. Na hizi fikra zilikuwa pombovu zote. Basi Mwenyezi Mungu anasema makana lillahi, haijawa sahihi ya Mwenyezi Mungu an yattakhidha min waladin, kufanya mtoto yote, kwa maana hata kuchagua tu kusema huyu nimemchagua awe mwanangu hakufanya. Achilia mbali kuzaa, kwa sababu kuna ile lam yalid wa lam yulad, ile iko very clear kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini hata hii mattakhadha Allahu min waladin, hajatengeneza Mwenyezi Mungu mtoto hasa hata kuchagua kusema nimempenda sasa namfanya mwanangu, hajafanya wala hafanyi. Kwa hivyo si ule wa kuzaliwa kwamba nazaliwa, wala ule wa kupewa haupo. Subhanahu, utakatifu ni wake. Na hii ni kwa sababu unajua mtoto maana yake nini? Maana yake ni kumtegemea, kwa sababu binadamu tunazeeka, tunachoka, maarifa yanachakaa. Kwa hivyo mtoto atakuja kukusaidia baadaye. Hasa Mungu anahitaji msaada gani? Kwani anachoka? Kwani anazeeka? Anachakaa? Anarithiwa kiti chake? Sasa kwa nini mtoto? Hata mahitaji hakuna. Ndio bana swali moja lisema kwa nini mgomba unatoa matoto zile kambu zile mbotea yale matoto ya mgomba, kwa nini yanatoka? Kwa sababu umbile la mgomba wa kawaida, ukisha kuzaa mara moja unakufa au uzai tena. Mgomba wa kawaida, mbegu za kawaida, ukishazaa mara moja kwa heri. Sasa ingekuwa haupati watoto tena, sasa kazi ingekuwa kubwa. Kwa hivyo kwa kuwa ukishavuna ule utakuwa haufai tena, hii tayari inachukua nini? Inachukua nafasi, inakuja zake. Lakini mbona muembe hauna mtoto? Kwa sababu muembe unaweza kuzaa miaka 20, 25. Sasa mtoto wa nini? Unajua, kwa hivyo inaonekana wazi kwamba hawa watoto ni kuja kuchukua nafasi kwa yule anayeondoka. Sasa Mungu haondoki, sasa anataka wa nini mtoto kuja kuchukua nafasi? Hachoki, hazeeki, hashindwi kazi zake, hahitaji wala msaidizi. Hakuna logic, hakuna mantiki ya Mwenyezi Mungu kumpangia mtoto. Idha qadha amran, anapoliamua jambo, fa innama, basi hakika si vinginevyo, yakulu lahu, huliambia kun fayakun, kuwa na likawa. Hivi uwezo wake ni mkubwa kiasi hicho, anapoliamua jambo huliambia kuwa na likawa. Sasa tena anahitaji nini? Kwa nini atake mrithi? Kwa nini atake mtoto? Wakati chochote tukitaka ni kun faya, amruhu baina al-kafi wan nun, amri yake baina kafi na nun, kun fayakun, bas kuwa likawa. Idha qadha amran, anapoamua jambo, fa innama, basi hakika si vinginevyo, yakulu lahu, uliambia kun, kuwa, fayakun, likawa. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, na hakika Allah ni Mola wangu na ni Mola wenu. Haya maneno inaonekana anaendelea kuyasema Nabii Isa. Je, yale ya katikati, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana, na ile dhalika Isa ibn Maryam, hayakuwa yake yeye, bila shaka yamepita kati, jumla itiradhia. Jumalun, hizi ni sentence iliyopita kati kunyoosha maneno. Sasa anarudi tena kumnukuu kwa kusema wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, na hakika Allah ni Mola wangu na Mola wenu, basi fa'buduhu, mwabuduni yeye. Hadha siratun mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye ni Mola wangu na ni Mola wenu nyinyi vile vile, msinipeleke nisikotaka. Baada ya kuyanukuu hayo, Mwenyezi Mungu anasema fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, yakatofautiana makundi baina yao. Wengine wakachukua msimamo huu na wengine wakachukua msimamo ule kuhusu yule Nabii Isa. Tukio lile moja, kila mmoja akalitafsiri anavyotaka. Ndio wanasema picha huchukuliwa kwa mujibu wa angle ya mpigaji. Yaani akikaa mtu na kamera kule akanipiga picha mimi hapa,
na mwingine akakaa kule akanipiga picha mimi, na mwingine akakaa kule akanipiga picha mimi, na mwingine akakaa kule wote watakuja na picha zangu wakati nafundisha, lakini zile picha zitatofautiana kwa mujibu wa sehemu aliyokaa mpigaji. Sijui tumeelewana? Atakayekaa kule anaponiona tofauti na atakayekaa huku, na kule alikadhalika na kule. Kwa hivyo picture is according to the angle. Picha itategemea na angle ya mpigaji, kakaa kwenye upande upi. Sasa Nabii Isa akaja hivi, kazaliwa bila baba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tukio ni moja, lakini tunalitizama kwa angle ipi? Waislamu sisi tunasema ule ni uwezo wa Mwenyezi Mungu na ni uamuzi wake. Mayahudi wamesema yule ni mwana haramu na Maryam kile ni kisingizio tu. Na Wakristo wakasema hapana, yule ni mwana wa Mungu bwana, ndio maana kaja vile. Tukio ni lile moja, lakini kila mmoja kakaa kwenye angle yake, kalipiga akapata kitu tofauti. Tumeelewana? Hata sie mashehe, kuna mwingine ukiweka CD yangu mimi anaweza kuacha kila kitu akanisikiliza. Sheikh Msaba ngoja nimsikilize bwana. Mwingine mnafiki yule bwana, kahama chama chetu yule. Ingawa chama chao kishakufa, lakini ndo anasema hivyo. Hataki. Engeli yake tofauti. Na huyu mwingine engeli yake tofauti. Mwingine sasa ngoja nimsikilize. Huyu shehe lakini wakati mwingine anachekesha. Tu hivyo. Haya, unaona engeli yake ni kila mmoja na engeli yake kwa mtu yule mmoja. Kwa hivyo dunia ukilazimisha yote iende kwa mtazamo mmoja utakosea. Tizama lile unaoliona wewe liko sawa sawa, nenda nalo. Tumefahamiana? Fakhtalafa alahzabu, yakatofautiana makundi mimbainihim, baina yao wenyewe kuhusu kesi hizo za namna moja, lakini kila mmoja akazitafsiri alivyoona yeye. Fawailun, basi ole wao lilladhina, wale ambao kafaru wamekufuru, min mashhadi, kutokana na tukio yaumin adhimin, la siku kubwa kabisa, siku ya kiyama. Katika hao leo tofautiana, watakao kuja kukufuru ole wao katika tukio kubwa la siku ya nini? Ya kiyama. Kwa sababu siku ya kiyama kila kitu kitafedheka. Kule kwenye Al-Maida iko vile Nabii Isa atakaposema, alipoambiwa ya Isa anta qulta linasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Anaulizwa Nabii Isa, wewe uliwaambia wakufanye wewe na mamako kwa ni miungu? Ataruka haikuwa hivyo, mimi niliwaambia hivi. Kwa hivyo atafedheka. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula, siku ambayo Mwenyezi Mungu atakusanya mitume wote. Sasa Nabii Isa atapewa nafasi, hebu eleza, hao wamekuta mwana haramu, hao wamekuta mwana wa Mungu, hao Waislamu wamekuta mtume, tupe nini hichi kilitokea? Ingawa Mwenyezi Mungu anajua, lakini anataka lazima kibainishe. Kwa hivyo atafedheheka sasa. Tufawailul lilladhina kafaru min mashhadi yaumin, ole wao wale waliokufuru katika tukio la siku kubwa kabisa, siku ya kiyama, ambapo ukweli utabainika na uongo utajitenga, mambo yote yatakuwa hadharani. Ole wao. Asmi' bihim wa absir. Hii wanasema uslubu taajub, asmi' bihim wa absir, imekaa katika muundo wa amri, lakini ikija hivi asmi' bihim wa absir, maana yake ni kwamba usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Ndivyo inavyotafsiriwa asmi' bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Kama angeleta maneno yote angesema asmi' bihim wa absir bihim, asmi' bihim wa absir bihim, lakini ile bihim kwenye absir kayo ndoa kwa kutosheka na ile bihim iliyotangulia. Asmi' bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Yani wanatakiwa wasikie sana na waone sana hawa, ndio muradi wake. Huu ni uslubu, na ikija hivyo katika af'il lazima ije bih. Asmi' bih, akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahi aljahiliya. Barazanji, Sheikh wa Sunna ananukuu Barazanji. Wanasema Sheikh Saba mtu wa Sunna alafu ananukuu Barazanji, kwani si lugha ya Kiarabu? Tunanukuu mashairi ya kina Mri'il Qaisi ambao wamemsifu mwanamke, wamesifu pombe, wamesifu farasi, tunayanukuu kama ushahidi wa lugha. Sasa ukinukuu Barazanji ilo msifu mtume tukatofautiana tu, utakuwa na kosa gani katika kuthibitisha lugha? Si hatutetei kwamba labda yasomwe hivi nini. Sisi tunazungumzia lugha iliyotumika. Na wakati mwingine wanasema hata nyimbo za tarabu na nukuu. Ndio, kwani lugha gani? Si ya Kiswahili? Mimi nazungumzia lugha. Sizungumzii vinanda mimi.
wala kukata viuno. Asmi bihim wa absir, usikivu ulioje kwao na uoni ulioje kwao. Yauma yatuna, na siku watakapotufikia, siku watakapotufikia au siku watakapotufika, hiyo siku ya Kiyama, wakaja watasikia sana na wataona sana, lakini bure kusikia kwao na kuona kwao hakutasaidia tena, kwa sababu unakumbuka shuka kumekucha, unakimbilia chooni lakini yameshatoka surualini, mambo huwezi kurekebisha. Asmi' bihim, usikivu ulioje kwao, wa absir, na uoni, yani watasikia sana, wataona sana siku hiyo. Yauma yatuna, siku atakayotufika. Lakini tumeona, tumejua, rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan, lakini wapi, hakuna kurudi. Tumesikia sana, tumeshaona sana, sasa turudishe tukatende mema. Hakuna tena rivers, maisha harudi nyuma. Uzee tu haurudi nyuma ukenda kwenye ujana. Sikwambii dunia yenyewe zapita, siku zapita, siku zikipita hazirudi nyuma, zinakwenda mbele tu. Kwa hivyo na mambo yake gia, hakuna rivers, maisha hayana nini, yanakwenda tu mbele. Na dunia ndivyo ilivyo. Kisha kupika akhera ni akhera, hakuna cha dunia tena. Siku watakapotufikia, siku watakapotufika, wataona sana, watasikia sana, lakini haitawasaidia. Lakini dhalimuna al-yawma, lakini madhalimu leo fi dhalalin mubin, wako katika upotevu wa nini, wa wazi kabisa, hawajajua njia ya kupita. Makafiri kawaita madhalimu kwa sababu ya kumshirikisha Mungu na kwa sababu ya kutokutenda haki katika mambo ya imani, nao wanakuwa madhalimu wa kiimani, mbali dhulma hii ya kawaida. Wa andhir bihim, na wa andhirhum, samahani, wa andhirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko. Wa andhirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko, siku ya majuto, ndo yauma nadama na majuto. Mjukuu wa Swahili wamesema, unajuta lakini jambo limeshafanyaje, lishapita na linakuwa limeshaharibika, sivyo vile ambavyo wewe ulitaka leo. Waandhirum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya majuto, siku ya masikitiko. Idh qudhiya al-amru, pale ambapo jambo litakuwa limeshaamuliwa. Wa peponi peponi na motoni motoni, wema ni wema na wabaya ni wabaya. Hakuna nafasi ya kutubia, hakuna nafasi ya kurekebisha. Wahum fi ghaflatin, na wao wamo ndani ya ghafiliko hivi sasa, hata habari hawana, mshipa huwagongi. Wahum la yu'minun, na wao hawaamini haya wanaoambiwa kwamba kutakuwa na kiyama, kutakuwa na kufufuliwa, kutakuwa na hesabu, habari hawana. Waonye, waandhirhum, na waonye, yauma alhasrati, siku ya masikitiko, siku ya majuto. Idh qudhiya al-amru, pale ambapo jambo litakuwa limeamuliwa. Wahum fi ghaflatin, na wao wamo ndani ya ghafiliko hivi sasa. Wahum la yu'minuna, na wao hawaamini habari hizi tunazowaambia hivi sasa, wanaona sisi tunapiga kelele tu. Inna, hakika sisi, nahnu, ndio sisi. Anatia taukidi Mwenyezi Mungu, sababu kwenye inna kule keshaitia alifu, manake kuna na ya almuadhim nafsahu, mwenye kujitukuza, na nahnu vile vile ni ya kujitukuza. Kwa hivyo hakika sisi ndio sisi, ili uweze kukidhi maana ile inna nahnu. Ingekuwa inna nahnu, ingekuwa hakika sisi, ile bila ya alifu ile nun, ingekuwa inna nahnu, hakika sisi. Inna nahnu, hakika sisi ndio sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa yuko kwenye kujisifu, sisi ndio sisi, kama kusema mimi ndio mimi, au leo ndio leo, asema kesho muongo. Kwa hivyo kwani nani asijua kuwa leo ndio leo, lakini si huko katika majigambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa yuko kwenye majigambo, anajisifu, na ni haki yake kujisifu. Ndio anatumia hizi nahnu na inna katika kujisifu, sio katika kueleza wingi. Iko liljam'i na lilmuadhimi nafsahu, ya wingi na ya kujitukuza. Hii ni ya kujitukuza. Hata wewe mwenyewe vile vile usiko sasa cheza na sisi ni watu wengine, kujisifu. Ndio ule mchezo wa ukombozi wa Afrika, kuna yule anasema nataka onesha sisi, wakati yuko yeye peke yake sasa nataka onesha sisi, sisi manake anajisifu. Katika kujisifu, hata katika kumsifu mtu, nyie ni watu wengine bwana, nyie watu wakubwa bwana. Mtu huyo mmoja anambia nyie watu wakubwa za nyie watu wengine, katika kumsifu.
Katika lugha ipo habari ya sisi na nyinyi ya kusifu, sio ya wingi, na ndio hii hapa. Inna, hakika sisi, nahnu, ndio sisi, narithul ardha, tutairithi ardhi, wa man alaiha, na waliomo. Yani tutaichukua ardhi na waliomo. Narithu manake tutairithi, yani tutaichukua. Kwa sasa Mwenyezi Mungu hii ardhi kaifanya kama yetu. Ndio maana kila mtu asema hapa pangu, hichi changu, ingawa wengine wanazidi katika hapa pangu, wengine wanazidi sana, kila mahala hapa pangu na hichi changu, lakini ile hapa pangu hichi changu, tunaamini kwamba hii dunia ni yetu. Na yeye kataka hivyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu tusingeamini kuwa ni yetu, tungekuwa na wasiwasi. Ndio maana mtu akukaribisha nyumbani, akamwambia karibu bwana, pana chai, pana juice hapo, pana kahawa. Hawe hapa kwako bwana, jihudumie mwenyewe. Anakupa confidence, ujiamini kwamba pale ni kwako. Kwa hivyo unachukua kikombe chochote, unatia, unakunywa, maana yake kwako. La kwamba hebu subiri bwana, sio karibunjia vikombe vyangu, kaa kitako. Unataka nini? Tutaleletwa sasa hivi. Sasa atakuwa anaona mimi sina raha ndani. Bwana mimi nimefunga leo. Kwa sababu ya zile jeuri alizokufanyia, utafanya na wewe kununa, kususia. Sasa Mwenyezi Mungu, hii dunia ni yake, akasema fanyeni, jiishini, mko huru katika ulimwengu. Mimi nataka vitendo vyema, sitaki vitendo vibaya. Basi lakini fanyeni yote dunia yenu hiyo. Lakini ikishafika siku ya kiyama, sasa naichukua mwenyewe. Yamekwisha. Nilikupeni kwa ajili ya mtihani, sasa nasubirini kulipeni. Basi hakuna tena kitu kingine, nachukua mwenyewe. Inna nahnu, hakika sisi ndio sisi, narithul ardha wa man alaiha, tutaichukua ardhi na waliomo juu ya ardhi hiyo. Wa ilaina, na kwetu, yurjauna, wanarejeshwa kila siku. Kila siku watu wanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kila siku. Hivi sasa duniani kuna mtu anakata roho saa hizi ninazokwambia, na si mmoja, zaidi ya mmoja. Na kuna wengine wanazaliwa hivi sasa wanapokea, si mmoja, zaidi ya mmoja. Hakuna dakika inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu bila mtu kuondoka na bila mtu kufanyaje? Kuja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muda wote. Kwa hivyo anasema inna, hakika sisi, nahnu, ndio sisi, narithul ardha, tutaichukua dunia hii.